Mjambo ndugu mpenzi msikilizaji unayetusikiza kwenye chaneli yetu Kongo Yetu News TV. Kongo Yetu News TV ndiyo channel pekee inakuletea ukweli na habari za kuaminika. Letu ni kukuletea yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa jumla. Je, walitambua lako? Lako ni rahisi, ni kujiandikisha kwenye channel hii ili tunapotoa taarifa uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Kujiandikisha ni rahisi. Unabonyeza button hilo la alama la kengele limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Na baada ya hiyo usisahau jambo la maana la kubonyeza alama la kengele ili tunapotoa habari uweze kupata notification ya kwamba kuna habari ama taarifa ambayo imeingia. Naam, bila kuponda muda, acha tuingie kwenye taarifa yetu tukuelezee mengi ambayo tumekuandalia leo hii asubuhi. Leo hii ni tarehe 20 mwezi ni wa 4 mwaka ni wa 2025. Habari zetu kama kawaida tutazianzia huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa ujumla. Habari zetu tutazianzia huko Nord Kivu, Sud Kivu, hata Kongo yote kwa ujumla, tukuelezee mengi yanayoendelea kuongelelewa ama yanayotamba hapo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Bila kuponda muda tutakupeleka kwenye mapambano ambapo huko Masisi kumeripotiwa mapambano makali zaidi, na huku Nyiragongo katika msito wa Virunga bado kunapatikana vita inayoendelea kuindana katika jeshi la AFC pamoja na kundi la wazalendo na jeshi la FARDC. Pia kumejulikana ya kwamba kuna wazungu wa mercenaires pia wao wamekimbia wa kutoroka na jeshi la FARDC kuingia misitu hiyo. Naam, kabla tuingie kwa hizo habari, acha tuanzie habari zetu kwa habari inayoongelewa sana kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, ambayo inasema kuhusu aliyekuwa rais, yani rais mustahafu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Joseph Kabila Kabange, ambao ameweza kurejea huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo akipitia akipitia Goma. Kwa sasa Kabila amerejea ako Kongo kama alivyokuwa ametangaza mnamo siku zilizopita, akisema ya kwamba wakati na muda imetimia ili aweze kurudi na lengo lake. Katika tangazo lake akiwa bado nje ya nchi, alitangaza akisema ya kwamba muda umefika ili aweze kurudi nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kutoa utawala mbaya unaisumbua raia wa Kikongo. Hayo ni maneno alikuwa akiongea Kabila Joseph Kabange, aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Baada ya kuwasili, amepitia kwa siri kubwa ambayo haikuonyeshwa kwenye vyombo vya habari, lakini habari za ukweli za kuaminika tunazo. Zinasema ya kwamba Kabila Kabange Joseph ameweza kupitia Rwanda, ametua kwenye uwanja wa ndege wa Kanombe. Baada hiyo amekuja kuelekea hapa mjini Goma. Kile ambacho hakijajulikana ni vile amekuja kama raia Mkongo ama amekuja kama kiongozi aliyekuwa kiongozi. Hiyo imefanyika kwa siri, lakini habari za kuaminika ni kuwa ameweza kupitia hapo Rwanda na kuingia Goma. Na Kabila ikumbukwe ya kwamba hajakuja kwa amani, yeye amekuja ni kwa vita ili aweze kupigana na kupindua serikali kama malengo yake Bwana Corneille Nangaa, aliyekuwa mwenyekiti cha uchaguzi seni humo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kabila Kabange ikumbukwe ya kwamba yeye ni mwanajeshi, alikuwa general, hata amewahi kuwa mkuu wa majeshi hapo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa hivyo hajaletwa na amani ama hajakuja kwa amani, yeye amekuja ili aweze kuendelesha vurugu huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Katika habari zingine, inasemekana ya kwamba habari za siri za ndani na
Siku za usoni mtaona hayo kwamba ni ukweli. Inasemekana ya kwamba kuna wanasiasa wengine ambao wanataka nao kuja waweze kumpata Kabila Kabange. Katika hao ambao inasemekana wako njiani ama wana malengo ya kuja, kuna aliyekuwa jemedari Numbi. Huyo naye anatarajiwa siku za usoni. Mwingine anayetarajiwa ni aliyekuwa mbunge Bwana Moise Nyarugabo, pia anatarajiwa kuingia kwenye ardhi ya Kongo baada naye ya muda kupotea katika siasa ya Kongo na katika serikali ya Kongo. Mwingine anayetarajiwa siku za usoni kulingana na habari zetu za ndani, ambapo drone zetu zimevuruta zikatuambia kwamba bwana aliyekuwa jemadari Laurent Nkunda naye yuko njiani, siku za usoni ataweza kukuja wajiunge pamoja na Kabila Kabange. Ikumbuke hao ndio walikuwa maadui mbeleni, siasa inakuwa hivyo. Ndiyo sababu huwa tunasema ya kwamba raia, siasa msiweke kwa roho, msiweke kwa moyo. Hawa wanasiasa wakubwa wanaweza fanya raia tupigane, tumalizane, tukulane, tutafunane, lakini baadaye wanakaa kwenye meza moja. Habari zingine za ndani zinasema pia Moise Katumbi Chapwe naye anaweza kukuja huku Goma. Hizo ni habari ambazo zinaendelea kusemwa kwa siri ya ndani. Katika habari zingine kwenye uwanja wa mapambano makali yanaendelea kuripotiwa hapo kwenye msito ya Virunga, hapo karibu na mlima Nyiragongo na Nyiramuragira. Katika misito hiyo kulikuwa kumeweza kujificha wanajeshi wa FARDC na wazalendo pia na FDLR. Kwa hivyo mapambano yanaendelea kila siku, wakiendelea kuwasaka hawa waasi wa M23, ndio wanaendelea kurusha makombora na silaha nzito huko kwenye msito hiyo. Na katika kwenye misito hiyo, baada ya askari wa wazungu mercenaire wengi wao kukimbilia kwenye MONUSCO na kuweza kushikwa na kurejeshwa kwenye nchi zao, kuna wale 12 walikuwa wamekimbia pamoja na jeshi la taifa wakaingia kwa hiyo misito. Pia hao wanapatikana, lakini habari tunazo, mmoja ameweza kuiaga dunia wakiwa kwa hiyo misito na kuzikwa huko. Wengine bado wako pamoja na jeshi la taifa katika misito hiyo. Habari zingine zinasema ya kwamba kuna vita ambayo inayoendelea hapa Masisi imeweza kuwa mbaya sana, ambapo jeshi la wazalendo pamoja na FARDC wameweza kulemea kundi la M23 hapo kwa mapambano ambao wanao washambulia kila siku. Maeneo yanayojulikana kama Ruti, vita imeweza kuwa kali, imesababisha kundi la M23 katika habari ninazo imeweza kusomba wanajeshi wengi wakipelekwa huko ili waweze kuenda kuwasaidia wengine. Ni mapambano ambayo yameendelea, hii ni siku ya 8 wakipigana siku mchana, bila hakuna yule anaye uwezo wa kumtimua mwenzao na kumrudisha nyuma wala kumfukuza. Ndiyo hiyo inaripotiwa huko Masisi. Katika habari zingine, hapa Bukavu kumeweza kuripotiwa usalama, pia Goma mjini kumeweza kuripotiwa usalama, na hapo mjini Uvira bado kundi la M23 hawajafika hapo, bado kuna usalama. Lakini jana Kamanyola tuliona vijana wa AFC wengi wakipass out ama wakimaliza mafunzo, ukiwaona wanajiandaa kushambulia mahali ama wanajiandaa vita. Habari zetu hapa ndipo tutazikomea, tukikutakia Pasaka nzuri mahali popote ulipo kwa chochote unachokifanya. Asante sana.